Anga zito la Ghuba ya Uajemi ambako manowari hukata maji kimya kimya na ndege za kivita hutanda kama tai wanaovizia mawindo. Hofu mpya imeanza kusikika, si kwa sauti kubwa, bali kwa minong'ono ya tahadhari kutoka kwa marafiki wa karibu wa Washington. Ujumbe wao ni mmoja na mzito: makombora ya Irani bado ni tishio kubwa kwa maslahi ya Marekani na washirika wake katika Asia Magharibi, kwani kwa mujibu wa taarifa za siri zilizonukuliwa na The Washington Post, mataifa ya Ghuba yameionya Marekani kuwa licha ya madai kwamba uwezo wa makombora ya Irani uliharibiwa wakati wa vita vya siku 12 dhidi ya Irani mwaka jana, mhimili mkuu wa silaha hizo haukuvunjika. Badala yake ulipinda kisha ukasimama tena kwa nguvu zaidi. Tathmini iliyofanywa na mshirika mmoja wa Marekani katika Ghuba inayoonyesha kuwa Iran bado inamiliki makombora ya masafa mafupi, vizindua, pamoja na miundombinu ya uzalishaji wa silaha, yote yakiwa na uwezo wa kufikia zaidi ya kambi 12 za kijeshi za Marekani katika eneo hilo ambako maelfu kwa maelfu ya wanajeshi wa Marekani wamepiga kambi. Amir Mousavi aliyewahi kuwa mwanadiplomasia wa Irani na sasa anaishi Iraq anaweka wazi kuwa tangu vita hivyo vimalizike, Teherani imeongeza kasi ya uzalishaji wa makombora. Vizindua vilivyoharibiwa vimekarabatiwa, vingine vikahamishwa kwa makusudi kwenda maeneo ya milima mirefu ambako mkono wa adui haufiki kirahisi. Na hapa nanukuu: Irani ina milima yenye urefu wa maelfu ya mita, anasema Mousavi. Si rahisi kuyafikia wala kuyaangamiza uwezo huo. Mwisho wa kunukuu. Ndani ya vyumba vya maamuzi huko Washington, wasiwasi unaongezeka. David De Roches, aliyewahi kuwa afisa mwandamizi wa Pentagon, anaonya kuwa Irani sasa ina hazina kubwa zaidi ya makombora katika Asia ya Magharibi, idadi inayozidi jumla ya makombora ya kuzuia mashambulizi yanayomilikiwa na nchi zote za Baraza la Ushirikiano la Ghuba kwa pamoja. Zaidi ya hilo, mifumo ya ulinzi wa anga ya eneo hilo haijaunganishwa kikamilifu na inalinda maeneo machache tu muhimu. Hali hiyo, wachambuzi wanasema, inafungua mlango wa kile kinachoitwa shambulio la mafuriko, ambapo makombora mengi huzinduliwa kwa wakati mmoja yakizidi uwezo wa kinga. Katika mazingira hayo hatarishi, washirika wa Marekani wameweka msimamo usio na kificho. Hawatashiriki katika mashambulio dhidi ya Irani. Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zimeweka wazi kuwa ardhi na anga yao haitatumika kama njia ya mashambulizi. Ni mstari mwekundu uliovutwa kwa kalamu nzito ya diplomasia. Wakati huo huo, kauli za ikulu ya White House zimekuwa zikibadilika. Rais Donald Trump aliyewahi kutishia hatua za kijeshi kufuatia maandamano ya kiuchumi nchini Iran yaliyodaiwa kupenyezwa na wahamasishaji wa nje, baadaye aligeukia lugha ya mazungumzo, akihimiza Irani irejee kwenye meza ya majadiliano kuhusu mpango wa nyuklia. Lakini Teherani haijabaki kimya, kwani kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei ametoa onyo kali kuwa vita vyovyote vitakavyoanzishwa na Marekani dhidi ya Irani vitageuka kuwa vita vya kikanda, moto ambao hautabagua mipaka wala bendera. Katika ishara ya tahadhari na matumaini kwa pamoja, Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Irani, amesema kuwa maendeleo kuelekea kuanzisha mfumo wa mazungumzo kati ya Teherani na Washington, hata huku mivutano ya kijeshi ikiendelea kupanda. Kwani hata hivyo, chini ya kivuli cha kauli za usalama wa kikanda, Marekani inaendelea kuongeza meli za kivita, ndege za kivita na wanajeshi katika eneo hilo.